Kufunga pia kuna faida ya kuweza kuona mafanikio ambayo tulikuwa tuyaoni, fursa ambazo tulikuwa tuzioni kwamba tutazifanya, tunaziona. Kwa ndio maana ya kufunga. Kwa tunapowaona Waislamu wanafunga, wanamsogelea Mungu wao vizuri, wanatamani wanapomaliza mfungo wafanikiwe katika biashara zao. Umeshawahi kuona matajiri wengi ambao wanaendesha masheri? Wengi sio Wakristo, wengi ni Waislamu, kwa sababu Waislamu kwa sehemu kubwa wanapofika sehemu ya kufunga kwa Mungu wao na maelekezo ya imani yao huwa wanyenyekevu na kufuata protocol. Ndio maana Muislamu wa kweli ambaye ukamkuta huyu ni Muislamu kwenye muda wa mwezi huu, hata kama umekuja unataka kununua bidhaa ya shilingi 500,000 kwa huo muda, ni muda wa sara wa kuingia msikitini, hawezi kupokea hiyo hela yako. Atakwambia subiri uningojee hapa mpaka nitoke msikitini. Ndio maana Waislamu kwa sehemu kubwa wanafanikiwa katika maisha yao, wanajenga masheri, wanaendesha vitu vikubwa ambavyo wamefanikiwa kwa sababu wanapofika kwenye muda wa kumsikiliza Mungu wao, kumsogelea Mungu wao, kujinyenyekeza kwao, huacha kila kitu na kujinyenyekeza katika kumtafuta Mungu wao. Kwa hiyo unaingia kwa kina kumuuliza Mungu, unajinyenyekeza, unajitakasa zaidi, unasafishwa zaidi. Huko ndio maana ya kufunga, kwa maana Biblia inasema hivi: rudini kwangu kwa mioyo yenu yote kwa kufunga na kulia na kuomboleza, katika Yoeli 2:12, kama vile wanavyofanya Waislamu muda huu wa Ramadhani. Ni wanyenyekevu, huu muda sio kawaida. Huu muda ni wanyenyekevu, wanataka kukutana na Mungu wao. Na wengine kama walikuwa kwenye mahusiano kwenye mfumo wa Kiislamu, walikuwa wanaendesha mahusiano pasipo ndoa, huu mwezi hawakubaliani. Waislamu wa kweli wanatengana kwanza, wanataka kuingia kwenye mfungo wa kukutana na Mungu wao. Kunahusishwa na toba. Kwa hiyo kufunga pia kunahusishwa toba, kutubu. Kwa hiyo kufunga pia kunahusishwa kuomba msamaha kwa Mungu. Usifunge tu kwa sababu umeacha tu kula. Kufunga pia kunahusisha kutubu, ni kutafuta usamehewe na Mungu wako. Dini zote hizo unazoziona, hata Waislamu wanafunga, wenye kujua maana ya kufunga Waislamu katika mwezi wa Ramadhani wanatubu, hawaachi tu kula. Wale wanaojua maana ya kufunga Waislamu kwamba tu ili mradi saa 12 yani ifike saa 12 tufungulie, waende wakale iftari. Waislamu wa namna hiyo hamna wanachokifunga, wanabadilisha tu muda, wanabadilisha muda wa kula tu. Lakini Waislamu wa kweli na Wakristo wa kweli ambao wanajua maana ya kufunga ni kwamba wanaanza na kutubu, kujinyenyekeza. Ni wanyenyekevu. Waislamu wengi ni wanyenyekevu, huu muda wanatubu. Kwa lazima kufunga pia unaanza na toba, maombolezo, yani ya kugundua wewe wapi hauko sawasawa, umetenda watu mabaya. Kwa ukiona sasa hivi kwenye mwezi wa Ramadhani ni mwezi mtukufu wa Waislamu ambao wanatubu. Waislamu wanaojua wanatubu kwa Mungu wao, hawafungi tu kwa sababu wanaacha siku, wanasubiri saa 12 ifike wakati iftari. Waislamu wa kweli wako hivi. Na wewe Mkristo wa kweli, elewa maana ya kufunga ili Mungu aonekane kwenye maisha yako. Unaweza ukamaliza kufunga siku zako 30, siku zako 20, siku zako 15, ukawa tu umebadilisha ratiba ya kula. Kama hakuna unyenyekevu na toba ndani yake, ni sawa na bure. Maisha yako yatakuwa pale pale, mabadiliko utakuwa vile vile, kama hujajua maana ya kufunga ni nini. Naam, Bwana Yesu asifiwe sana, wana na binti za Mungu. Kwanza kabisa ni kusalimu. Naam, Bwana Yesu asifiwe sana, wana na binti za Mungu. Kwanza kabisa ni kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, mahali pale ambapo upo unaponitazama na kunifuatilia katika bara la Ulaya, bara la Afrika. Katika siku ya leo ninatamani sana nizungumze na wewe kwa fundisho ambalo nimetamani tujifunze kwa ndugu zetu Waislamu, marafiki zetu Waislamu, wa namna ambavyo mwezi huu wapo kwenye mfungo. Ni marafiki zetu hawa ambao wamenipa funzo kubwa sana ambao nimetamani ni kuhusishe na wewe upate kujifunza. Sasa funika macho yako tupate kujifunza. Tuombe. Baba, nakushukuru kwa neema hii ya pekee. Tunapoenda kujifunza, tufungue nafsi na akili zetu tupate kukuelewa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Katika kitabu cha Mathayo 6:17 Biblia inasema hivi: lakini wewe ufungapo, jipake mafuta kichwani na kunawa uso, ili usionekane na watu kuwa unafunga, bali na Baba yako aliye sirini. Na Baba yako aonaye sirini
atakujazia. Ninarudia tena, katika maandiko matakatifu Yesu anazungumza habari ya kufunga. Yesu anazungumza habari ya kufunga, anazungumza hivi: lakini wewe ufungapo, jipake mafuta kichwani na kunawa uso, ili usionekane na watu kuwa unafunga, bali na Baba yako aliye sirini, na Baba yako aunaye sirini atakujaza. Maana na tafsiri ya kufunga ni mazungumzo kati ya roho yako na Mungu wako. Kufunga sio maonyesho, kufunga sio ratiba tu. Kufunga ni mazungumzo kati ya Mungu wako na roho yako. Kufunga ndivyo maana yake. Kufunga sio maonyesho. Kwa hiyo unapofunga, sio kila mtu unataka ajue umefunga. Kufunga ni siri ambayo unahitaji wewe na Mungu wako, unahitaji mabadiliko ya nafsi, haufanyi kama ratiba. Kwa hiyo nitoe mfano huu ambao nimetamani ni utoe. Kila mwaka Waislamu duniani kote huingia katika mwezi wa Ramadhani na huacha kula mchana, huongeza maombi kabisa, hujiazari na mambo yasiyofaa. Ulimwenguni kote kila mwaka Waislamu huwa kuna mfungo wa Ramadhani, na ndio mwaka ambao, mwezi ambao tulionao Waislamu wote ulimwenguni, yani namaanisha Waislamu wa kweli wanaojua maana ya Uislamu, utagundua kwamba katika mwezi kama huu wa Ramadhani wanaacha ratiba za kula, wanafunga kila baada ya mwaka, na wanakuwa na maombi, na wanajiepusha na vitu visivyofaa katika maisha yao, wanajiepusha na anasa, maana wanataka kufanya ukaribu na Mungu wao, wanataka kufanya mazungumzo na kumsikiliza Mungu zaidi kwenye nafsi zao. Kwa hiyo tunajifunza kwa Waislamu wamekuwa watiifu kila mwaka wanapoingia katika mwezi wa Ramadhani, na wanapofika katika miezi hii hujitahidi ili wasije wakakosea, wasije wakamkosea mtu wakatenda mambo yasiyofaa. Maana unapoamua kusema kufunga, lazima uwe unajua kwamba nafunga, natengeneza communication mimi na Mungu wangu. Ndio maana uwezi ukaona kwenye baa hawapo, kwenye mambo mabaya mabaya hawapo, wanalinda, kwa sababu ni mwezi ambao wanakutana na Mungu wao, wanazungumza na Mungu wao. Kwa hiyo Waislamu wameonyesha juhudi na mfano ambao tunaotakiwa kuujua watu wote. Sasa lazima tupate kujua. Sasa nataka nizungumze kufunga kwa Mkristo. Kufunga ni kitu gani? Lazima upate kuelewa. Kufunga sio njaa tu. Kufunga ni nini? Kunyamazisha mwili ili roho isikike. Ndio maana tunaunyima mwili chakula. Ni mazungumzo ya wewe na Mungu wako katika roho. Maana roho inapokuwa iko sawa, mwili wako utastawi. Roho yako ikizungumza na Mungu, mwili wako utastawi, mambo yako yatastawi, biashara zako zitastawi. Yani roho yako ikiwa sawa sawa, inamsikiliza Mungu sawa sawa, inaijua sauti ya Mungu sawa sawa, unaona fursa mbalimbali ambazo usizoziona. Kwa hiyo kufunga sio kutokula tu. Kufunga ni kunyamazisha mwili ili roho isikike. Mwili tunaunyamazisha, roho zetu zipate kusikika mbele za Mungu. Ni kujinyenyekeza mbele za Mungu. Maana yake kufunga, tunanyenyekeza, tunajinyenyekeza, tunaenda kuwa wanyenyekevu. Kufunga ndiko tunatafuta kunyenyekea mbele za Mungu. Hiyo ndio maana ya kufunga, kutafuta uso wa Mungu kwa dhati, kutafuta uso wa Mungu kwa moyo, kwa kina, kumsogelea Mungu kwa kina, ili atusogelee na sisi, ili atusaidie, ili atubadilishe. Hata kama kulikuwa na mambo hayaendi, yatakwenda. Kufunga ni kutafuta Mungu afungue milango. Kufunga sio ratiba tu kama desturi. Kufunga, tafsiri ya Biblia, tunafunga ili tuwe karibu na Mungu, ili tuone mianga zaidi pale ambapo tulikuwa tunashindwa, tuweze kufanikiwa kuweza. Kwa kufunga pia kuna faida ya kuweza kuona mafanikio ambayo tulikuwa tuyaoni, fursa ambazo tulikuwa tuzioni kwamba tutazifanya, tunaziona. Kwa ndio maana ya kufunga. Kwa tunapowaona Waislamu wanafunga,
wanamsogelea Mungu wao vizuri, wanatamani wanapomaliza mfungo wafanikiwe katika biashara zao. Umeshawahi kuona matajiri wengi ambao wanaendesha masheri? Wengi sio Wakristo, wengi ni Waislamu, kwa sababu Waislamu kwa sehemu kubwa wanapofika sehemu ya kufunga kwa Mungu wao na maelekezo ya imani yao huwa wanyenyekevu na kufuata protocol. Ndio maana Muislamu wa kweli ambaye ukamkuta huyu ni Muislamu kwenye muda wa mwezi huu, hata kama umekuja unataka kununua bidhaa ya shilingi 500,000 kwa huo muda, ni muda wa sara wa kuingia msikitini, hawezi kupokea hiyo hela yako. Atakwambia subiri uningojee hapa mpaka nitoke msikitini. Ndio maana Waislamu kwa sehemu kubwa wanafanikiwa katika maisha yao, wanajenga masheri, wanaendesha vitu vikubwa ambavyo wamefanikiwa kwa sababu wanapofika kwenye muda wa kumsikiliza Mungu wao, kumsogelea Mungu wao, kujinyenyekeza kwao, huacha kila kitu na kujinyenyekeza katika kumtafuta Mungu wao. Kwa hiyo kufunga ni kujinyenyekeza, ni kuutafuta uso wa Bwana na kuanza kuona faida ambazo sisi tulikuwa tuzione kwa muda fulani. Kwa hiyo unaingia kwa kina kumuuliza Mungu, unajinyenyekeza, unajitakasa zaidi, unasafishwa zaidi. Huko ndio maana ya kufunga, kwa maana Biblia inasema hivi, rudini kwangu kwa mioyo yenu yote kwa kufunga na kulia na kuomboleza, katika Yoeli 2:12, ili Mungu aweze kutusamehe, kututakasa, kutuondolea hatia ndani ya mioyo yetu. Tunajisikia mahala tumetenda isivyo sawasawa. Ndio maana anatuita rudini kwangu kwa kufunga, kwa mioyo yenu yote kwa kufunga na kulia na kuomboleza. Kwa tendo la kufunga ni kuomboleza, ni kwenda mbele za Mungu kwa mioyo yetu, na tusimfiche Mungu vitu. Tunajinyenyekeza mbele za Mungu kama vile wanavyofanya Waislamu muda huu wa Ramadhani. Ni wanyenyekevu huu muda, sio kawaida. Huu muda ni wanyenyekevu, wanataka kukutana na Mungu wao. Na wengine kama walikuwa kwenye mahusiano kwenye mfumo wa Kiislamu, walikuwa wanaendesha mahusiano pasipo ndoa, huu mwezi hawakubaliani. Waislamu wa kweli wanatengana kwanza, wanataka kuingia kwenye mfungo wa kukutana na Mungu wao. Hiyo ndio dini ya Kiislamu kwa Waislamu ambao wanataka kufanikiwa, na wengi wamefanikiwa. Hawawezi kuingia kwenye mahusiano ambayo hayaonekani kwamba yamepata kibali kwa kufunga kwa maelekezo ya dini yao. Wanakubali kutengana kama wakufunga ndoa. Kama wanataka waishi pamoja, wanalazimika wafunge ndoa ili wakae sawa sawa, ili Mungu wao wapokee pasipo kufanya uzinzi. Maana yake kufunga ni kujinyenyekeza na kujua unaenda mbele za Mungu wako. Ni unyenyekevu kumtafuta Mungu ili aonekane. Unaondoa vitu vyote, unajitakasa, ndio Mungu anaonekana kwenye maisha yako. Na unapotoka kwenye mfungo unakuwa mtu mwingine. Ulikuwa kwenye maisha ya chini, Mungu anaanza kukuonyesha vitu mbalimbali vya kufanya. Hapo tunaona kufunga kunahusishwa na toba. Kwa hiyo kufunga pia kunahusishwa toba, kutubu, ni kuomba msamaha kwa Mungu. Kwa hiyo kufunga pia kunahusishwa kuomba msamaha kwa Mungu. Usifunge tu kwa sababu umeacha kula tu, umeacha tu kula. Kufunga pia kunahusisha kutubu, ni kutafuta usamehewe na Mungu wako. Dini zote hizo unazoziona, hata Waislamu wanafunga, wenye kujua maana ya kufunga Waislamu katika mwezi wa Ramadhani wanatubu, hawaachi tu kula. Wale wanaojua maana ya kufunga Waislamu kwamba tu ili mradi saa 12 yani ifike saa 12 tufungulie, waende wakale iftari. Waislamu wa namna hiyo hamna wanachokifunga, wanabadilisha tu muda, wanabadilisha muda wa kula tu. Lakini Waislamu wa kweli na Wakristo wa kweli ambao wanajua maana ya kufunga ni kwamba wanaanza na kutubu, kujinyenyekeza. Ni wanyenyekevu. Waislamu wengi ni wanyenyekevu huu muda, wanatubu, wanakuwa ni wacha Mungu. Kwa lazima kufunga pia unaanza na toba, maombolezo, yani ya kugundua wewe wapi hauko sawa sawa. Umetenda watu mabaya, umeongea mambo mabaya, umewasengenya watu, umechonganisha watu, umeroga watu, umeua watu, umewafanyia watu mambo mabaya. Muislamu na Mkristo anapofika kwenye kitu kinaitwa kufunga, unaanza na kutubu. Usifunge lakini hakuna toba.
Kufunga kunaenda na kwenye toba. Kama hukuna toba, kama utubu, kama uombolezi, kama huwezi kulia mbele za Mungu, kwamba kulia sio mpaka utoe machozi. Inaposema kulia sio kwamba machozi, moyo wako kuamua kutubu, kujinyenyekeza, kutubu kwenye moyo wako. Kwa ukiona sasa hivi kwenye mwezi wa Ramadhani ni mwezi mtukufu kwa Waislamu ambao wanatubu. Waislamu wanaojua wanatubu kwa Mungu wao, hawafungi tu kwa sababu wanaacha siku, wanasubiri saa 12 ifike wakati iftari. Waislamu wa kweli wako hivi. Na wewe Mkristo wa kweli, elewa maana ya kufunga ili Mungu aonekane kwenye maisha yako. Unaweza ukamaliza kufunga siku zako 30, siku zako 20, siku zako 15, ukawa tu umebadilisha ratiba ya kula. Kama hakuna unyenyekevu na toba ndani yake, ni sawa na bure. Maisha yako yatakuwa pale pale, mabadiliko utakuwa vile vile, kama hujajua maana ya kufunga ni nini. Kwa tunawaona Waislamu, tunawaona wanajenga masheri, tunaona wanafanikiwa, tunaona wapiga hatua kwa sababu wanakubali kunyenyekea katika mwezi wa Ramadhani. Kwa imani yao wanakutana na Mungu wao na wanafuatilia kanuni kweli kweli. Sasa naongea na Wakristo ambao hawajui maana ya kufunga. Umefunga lakini unaendelea na mambo yako mengine hapo. Huko sio kufunga. Ndio maana mara nyingi sana tujifunze kwa Waislamu wanachokifanya. Wewe ni Mkristo, umefunga lakini bado unaendelea na uko na mahusiano na mtu ambaye haukuja funga naye. Yaani upo tu Mkristo. Sasa umefunga kufanya nini? Umefunga kufanya nini? Umefunga wewe Mkristo lakini bado unaenda baa. Umefunga wewe Mkristo unaenda disco jioni. Umefunga nini? Umebadilisha muda wa kula tu. Ni bora ungekula tu. Ndio. Unajua hata Yesu mwenyewe alifunga. Yesu kabla ya kuanza kazi yake ama huduma hapa duniani, Biblia inasema akaongozwa na Roho nyikani akafunga siku 40. Yesu kabla hajaanza kufanya kazi yake duniani ya kuhubiri hapa duniani, alifunga siku 40. Katika Injili ya Luka 4 mstari wa kwanza mpaka 2 utaona hapo maneno hapo. Kama mwana wa Mungu alifunga, je, sisi tunadharau nini? Kufunga uvunja kiburi. Yaani kama una kiburi, unajua kuna wanadamu wana kiburi. Yaani hata ukimwangalia tu hivi hapa unagundua bila hata ya kuongea, utagundua tu huyu mtu ana kiburi. Yaani ukimwangalia unasema huyu mwanamke ana kiburi. Hapana, huyu sio mwanamke wa kuoa mimi. Hivi umeshawahi kuona mtu anakosa nafasi fulani kwa sababu ya muonekano wake? Yaani unaweza kumwangalia tu mwanaume fulani unasema ila huyu mwanaume hapana. Anavyoonekana tu ana kiburi. Unajua kukutana na mtu huyo. Yaani unaonekana una kiburi mpaka umeniona mimi na kiburi. Unavyoonekana umevikwa muonekano wa kiburi hata kabla mtu hajakana wewe. Kwa unapofunga kiburi pia kinaondoka. Maana unamtafuta Mungu, kiburi kinaondoka. Kufunga kuna faida. Kiburi, kuvunja kiburi. Kiburi cha uzima. Kuondoa tamaa za mwili. Kufunga pia mwili wako unakuwa unaondolewa. Unajua kufunga kunaondoa tamaa za mwili. Kama mwili wako unawashawasha, kesho uko na mwanaume huyu, kesho uko na mwanamke huyu, kesho uko hivi, mwili wako unaondoa tamaa, unavunja tamaa za mwili. Kufunga kunavunja tamaa za mwili. Kufunga hufungua masikio ya roho ili kumsikia Mungu zaidi. Kusikia vitu ambavyo hujavisikia, kusikia vitu ambavyo huvisikii, kuona vitu, kufungua masikio ya rohoni. Kuna masikio ambayo, kuna mambo ambayo tunakuwa tuyasikii, mambo ambayo tunatakiwa tuyafanye kwenye maisha yetu, mambo tunafanya kwa wakati fulani. Kuna mambo ambayo unatakiwa ujue majira, kuna sauti lazima usikie, kuna kitu gani muda huo ufanye, biashara gani ufanye huo muda, ufanye nini katika majira hayo. Usikie sauti ya Mungu inakuzuia usiende kwenye mji huo, kuna madhara, usiende kesho sehemu fulani utapata shida. Kuna sauti, unakuwa umefungua masikio ya rohoni, unakuwa unasikia sauti ambazo wengine hawazisikii. Faida ya kufunga. Waislamu wana nidhamu. Kutoka Ramadhani tunaona hivi, nidhamu ya pamoja, utii kwa mafundisho yao, kujitoa kwa moyo wote. Imani haiishi kwa maneno peke yake. Imani inaonekana katika kujitoa. Imani ya kweli ina nidhamu. Ndio maana Waislamu wana nidhamu. Hivi umeshajua kwamba Waislamu ni wanyenyekevu sana? Ukitaka kugundua, kwa sehemu kubwa Kristo tumekuwa tuna viburi.
Waislamu wa kweli, wanawake, wanaume ambao ni Waislamu wa kweli ni wanyenyekevu kweli kweli. Ndio maana nakwambia kwa sehemu nyingi huaga nakwambia fanya kazi kwenye biashara yako na Muislamu, sio Mkristo. Ukikutana na Muislamu wa kweli, yani nakwambia hivi, yani anajua maana ya unyenyekevu, maana ya uaminifu. Waislamu wengi wa kweli kabisa ambao wanaijua imani yao vizuri ni wanyenyekevu kweli kweli. Mimi ninaishi na Waislamu, mimi nadili na Waislamu, naongea na Waislamu, naongea na mashehe, ninajua Waislamu wa kweli ni wanyenyekevu, kwa sababu wanapofika kwenye swala la mwezi wa Ramadhani kumtafuta Mungu wao kwa kumaanisha. Tujifunze kwetu sisi, mjifunze kwa Waislamu wanachokifanya. Wewe Mkristo, jua maana ya unyenyekevu, kuonyesha vitendo, umoja. Angalia walivyo wamoja, nidhamu yao vizuri. Lakini lazima tukumbuke jambo moja, kumfunga hakumfanyi mtu awe karibu na Mungu kama moyo haujabadilika. Yaani kufunga pia hakutoshi tu kwamba nimefunga, kama wewe moyo wako haujakubali ubadilike, itakuwa sawa na bure. Biblia inasema hivi, je, kufunga kama huku ndiko mliochagua, si kufungua minyororo ya uovu? Isaya 54:5 mpaka 6. Hii ina maana hivi, kufunga bila toba ni ratiba tu. Yaani kufunga bila kutubu, lazima uelewe kwamba hiyo ni ratiba tu. Kufunga bila kubadilika ni njaa tu. Kufunga bila upendo ni dini tupu. Yaani kama utafunga lakini huna upendo, wewe hiyo ni dini yako tupu. Umefuata tu kanuni. Kama huna upendo, hakuna kitu hapo. Huna upendo kwa mke wako, huna upendo kwa mume wako, huna upendo kwa watoto wako, huna upendo kwa majirani, huna upendo. Yaani wewe ni bure, ni zero tu. Wewe unabadilisha majira ya kula. Kufunga yeyote, nafundisha hapa kupitia mfano wa Waislamu. Kufunga kwa Waislamu lazima ujue, lazima kuwe na toba, lazima kuwe na kutubu. Kufunga bila kubadilika ni njaa tu. Kufunga bila upendo ni dini tupu. Lazima mpate kujua, ndugu zangu Waislamu na Wakristo, tunajifunza somo kupitia mwezi huu wa Ramadhani. Kufunga katika ukweli kukoje? Kuvunja kiburi, uleta unyenyekevu, ufungua macho ya roho, uweka maisha yenye mistari. Lakini utajiri au mafanikio ya mtu hayawezi kuwa kipimo cha kwamba Mungu amempendelea zaidi. Mungu huingilia moyo, si dini wala mali. Tunapoenda kumalizia katika somo hili, je, wewe kama Mkristo una nidhamu ya kumtafuta Mungu kwa kufunga? Hasa hilo ndio swali ambalo lazima nikuachie. Wewe kama Mkristo una nidhamu ya kumtafuta Mungu kwa kufunga kama wanavyofanya ndugu zetu Waislamu? Una nidhamu kama wanaoitoa Waislamu? Wako tayari kufunga duka, muda wa swala umefika, ondoka na hela yako, nataka niende msikitini. Waislamu wa kweli, hata azana ikilia, ukikuta Muislamu wa kweli kabisa, yule azana inalia, yuko pale anasimama, azana inalia. Mimi nimezaliwa na mzazi wangu, baba yangu ni Muislamu. Nilishawahi kueleza, mimi nimezaliwa familia ya Kiislamu, baba yangu ni Muislamu pure, babu yangu pia ni Muislamu pure. Kwa naelewa hawa watu wanamaanisha katika imani yao. Ukikuta Muislamu wa kweli, hata adhana ikilia pale, popote alipo atasimama. Wanaheshimu, wana nidhamu. Ndio maana katika mafanikio, wanapotoka kwenye mifungo huwa wanyenyekevu, wanafanikiwa sana. Kwa hiyo wewe tafuta kujua maana ya kufunga ili umuone Mungu. Kufunga ndiko kuliko na maana hiyo. Kufunga sio kuacha tu kula. Kufunga ni kujinyenyekeza. Kufunga ni kutafuta toba. Kufunga ni kufanya mabadiliko, ni kumtafuta Mungu, kumsogelea Mungu. Kufungua masikio ya roho ni kufanya mwili uwe na unyenyekevu, kuutiisha mwili. Kwa hiyo nichukue nafasi kusema Mungu awabariki, na kupitia somo hili ndugu zetu Waislamu pia Mungu awabariki kwa matendo ambayo wanatenda sasa hivi ya imani, kutuonyesha kwamba wako kwenye mwezi fulani
ni muda ambao wa kujinyenyekeza kwao. Basi na sisi tunajifunza kwao, kuona wale ambao hatujui maana ya kufunga, nidhamu inatakiwa onekane. Nimekuambia jifunze kwa Waislamu katika mwezi. Nichukua nafasi kusema Mungu akubariki wewe ambaye umesikiliza somo hili. Mwenyezi Mungu awe pamoja na wewe. Umejifunza maana ya kufunga. Ukitaka kumwona Mungu zaidi ni muhimu kufunga. Yesu alifunga siku 40. Na wewe unataka kuona mabadiliko? Tenga muda wa kuongea na Mungu wako. Funga. Lakini amesema unapofunga usijionyeshe kama umefunga. Kwa sababu kufunga sio maonyesho. Kufunga ni private, wewe na Mungu wako. Unataka kuongea nini na Mungu wako? Kwa hiyo funga sio maonyesho. Lakini kufunga kuleti maana kama hutatubu, kama hutajinyenyekeza mbele za Mungu. Fanya mapatano na Mungu wako. Nikutakie neema na baraka za Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Asante.